kitu gani. Hii ndio njia ya kwanza, naamini sote tunaunga mkono kwamba la mwanzo tutafute jambo kwa njia ya amani. Kama wenzetu wanataka amani, tutaonana kwenye amani. Kama hawataki amani, sisi tutakuwa tumeshawapa fursa hiyo, tumeshatimiza wajibu wetu. Kwa hivyo kikao hichi cha leo ilikuwa ni sehemu ya kuja kuwaeleza wazee wa Makangale na viongozi tumefikia wapi katika hatua hizo. Ahadi yetu ni kwamba popote litakapofikia, sisi hatutokata kauli, tutarudi tena kwenu, tutarudi tena kwao kuwaeleza, jamani, tulipofikia ni hapa, tuende mbele au tusende mbele, tutafute njia gani sasa ya kutafuta haki yetu. Lakini tunachosema sisi tumo katika kutafuta haki yetu, haki ya nchi hii, haki ya wananchi wa nchi hii. Hatutokaa kimya kuona kwamba mtu keshaiba ndio yamekwisha, aliyeiba atabaki kwamba ni mwizi. Tunatafuta namna, njia gani ya hili kuliondoa. Na wizi huu mbaya zaidi, kwa sababu wizi huu unaidamirisha nchi. Wizi huu kama utaendelea, utaratibu huu kama utaendelea, leo ni serikali ndio inaua watu, kesho na kesho kutwa tukiendeleza utaratibu huu, watu watakuja kuuana wenyewe kwa wenyewe. Hii itakuwa mbaya sana, kwa sababu patakuwa hapana nchi tena. Ndio maana tunasema turudi tujenge nchi kwa misingi inayokubalika ya kistaarabu, kama wenzetu wanavyoendesha nchi zao, ili nchi yetu hii, leo tunaambiwa maskini. Nchi hii si maskini, nchi hii si masikini. Nilikuwa naambia wazee wetu wenzetu mndani, kuna vijinchi vidogo, visiwa kama sisi, wapo hapo wanaitwa Mauritius. Mauritius ni wadogo kuliko sisi, hawana rasilimali kuliko sisi, hata idadi ya watu basi ni wachache kuliko sisi. Lakini leo hivi tunavyozungumza, wakati wao pato la wastani kwa kila mwananchi ni dola 13,000 kwa mwaka. Dola ngapi? 13,000 kwa mwaka. Sisi Zanzibar na Tanzania na rasilimali zote tulizo nazo, wastani wa pato la mwananchi kwa mwaka ni dola 1,200. Ukishakuwa na hivyo, manake inakwambia anayefanya kazi wa serikali hoi, asiyefanya kazi hoi, anayefanya biashara hoi, askari hoi, mwananchi hoi, kwa sababu nchi yetu imefanywa kuwa masikini. Inawezekanaje? Visiwa viko huko ndani, tena wadogo tu, wako 1,106,000. Sisi tuko takriban 2,000,000. Nchi ile ukubwa wake ni kilomita za mraba 2,000. Sisi angalau Zanzibar 2,600. Ukitizama Tanzania nzima ni kilomita za mraba 947,000. Lakini eti wale wanatushinda mara 10 kwa pato la mwananchi wastani. Ndio maana tunachosema, tutakwenda vipi mbele? Na wakati wenzetu hawataki kusimamia na wao wakasimamiwa, hawataki kuwa wastaarabu. Ndio tunalolitafuta nchi hii, tusifike pahala. Tumeyasikia maafa yaliyotokea kwa wenzetu Tanzania bara. Jamani, ni maafa si madogo, makubwa. Hawakutegemea kama tutafika pale. Tumefika kwa sababu ndio tumefikishwa. Kila mtu kachoka, taabani. Sasa sisi tunasema hebu tuirudishe nchi yetu, tusifike huko. Ndio tunachokitafuta, twende kwa amani, twende kwa salama. Na hili jamani, jukumu mmetupa sisi viongozi wenu. Ahadi yetu tunalitekeleza kwa hekima, kwa uwazi, lakini kwa dhati kabisa. Sisi hatuna ujanja katika hili. Sisi hatutafuti njia ya mkato,
tunatafuta nchi itakayojenga, njia itakayojenga nchi yetu. Kwa hivyo tumesema ni wajibu wetu, na hasa kwa heshima ya watu wa Makangale, hapa tulipofika tuje tuwaeleze, na ndio madhumuni ya kikao chetu. Nashukuru wamenielewa, wametuelewa, tumeelewana, tumekubaliana, na mimi nashukuru na nyinyi. Nisema niwaambie kwa ufupi, msianze kuulizana jamani huko ndani kulikuwa na nini leo. Jamani, hakukuwa na posa wala hakukuwa na yalikuwa jambo la kuambiana mambo yetu. Tumefahamiana, tuko pamoja. Nimewaomba mambo mawili humo ndani, naomba na nyinyi waombe. Wakati tunatafuta la kheri, tuendelee na subra. Tuendelee na subra. Na la pili, tuendelee na hili la mshikamano, kwa sababu hii ndiyo silaha yetu. Hii ndiyo silaha yetu. Kwa hivyo hayo tutaendelea kuyasimamia, na kadri tutakapofika tutakuja kuwaambia. Lakini tunachotaka nchi yetu iende kistaarabu. Tumechukua na hatua nyingine, nadhani mnapata taarifa zake. Hatua za kisheria tulizochukua, tulizofungua kesi. Na hatua nyingine ambazo tumechukua, hizi tutaendelea nazo, lakini hili kubwa, ndugu zangu, tutaendelea nazo na tutakuja kuambizana kadri tutakapofika. Mimi nawashukuru tena kwa umoja huu, kwa mshikamano huu. Naomba tuendeleze subra. Asante.